Kwanza nipende kwa majina naitwa Chacha Soya, ni mkurugenzi wa Soyawani Limited. Niweze kusema kwamba niipongeze sana serikali kwa kuliona hili kwamba lina umuhimu wa kuweza kuangalia ni namna gani ya kuwasaidia hawa watoto, na niweze kusema kwamba serikali imefanya jambo kubwa sana. Niweze kusema kwamba serikali nayo Mungu aibariki sana. Zaidi ya yote nipongeze mkuu wa shule hii na walimu wote walioko chini yake. Mungu awabariki sana kwa huduma mnayoitoa. Hii ni huduma ya kujitolea. Hii ni huduma ambayo ni kama huduma za kikanisa, kama huduma za kiroho, kama huduma pia ambazo zinafanyika misikitini. Mimi nipende kusema Mungu awabariki sana. Upande wa elimu, mheshimiwa, upande wa elimu tunashukuru upande wa Soyawani kwa ushirikiano mnaoipa shule hii kiwilaya. Na pia nichukue fursa hii, nafasi hii kuomba maeneo yote Tanzania nzima waweze kuiga mfano wa hapa. Najua kuna sehemu nyingi walifanya, lakini nilichokiona hapa mnafanya jambo kubwa, maana nimeona majengo yanaandaliwa. Ninajua kuanza ni kugumu, lakini kuna sehemu tunaenda. Nchi hii ilianza mbali, lakini leo hii tulikuwa tujui kwamba tutatembea kwenye lami, lakini tutatembea kwenye lami leo hii. Kipindi cha nyuma ulikuwa ukisikia gari ya kipolisi, tulikuwa tunajua mpaka gari ya polisi na ngumu gani, lakini leo hii polisi wamekuwa ndugu zetu. Tumejua kwamba nchi hii bila usalama lazima kuwepo na vyombo vya kiusalama ili nchi iweze kuwa salama. Walimu, ninakushukuru sana. Ninashukuru uongozi wa shule, lakini pia nashukuru uongozi wa wilaya. Chini ya uongozi wa kiongozi wetu mkuu wa wilaya natoa ushirikiano mkubwa sana, na pia amekuwa sehemu ya kushawishi mkuu wa wilaya. Amekuwa sehemu ya kushawishi wadau ili waweze kuliona hili. Kwa mfano kama sisi bila hawa kuweza kutuambia ni nini kinachoendelea tuweze kujua, lakini kwa kutuletea kwao taarifa kunatupa nafasi ya kuweza pia kuangalia ni namna gani ya kusogelea hizi shule kama hizi ili tuweze kutoa huduma kile ambacho Mungu ametubariki ili tuweze kusaidia pia na watoto wetu. Mimi niweze kusema kwamba sitakuwa na mengi. Kile kidogo tulichokipata, tumekuja na mahindi hapo magunia 5, lakini pia tumekuja na sukari gunia 1 hapo, lakini pia tumekuja na omo wale unaona huo ni safi sana ili tuendelee kuzingalisha. Zaidi ya yote mwalimu, changamoto ni za kwetu sisi wote, sio za kwenu. Sisi tunachokiomba pale panapohitajika kwamba sisi wadau wa maendeleo, sio Chacha, sio kampuni ya Soyawani tu, hapana. Hili ni la wote, na ninawaomba wilaya ya Tarime, Tanzania nzima, wale walio na moyo wa kuweza kutoa, milango iko wazi, waweze kutoa kile ambacho Mungu ataweza kuwajalia kutoa. Ni wanafunzi wachache, wawakilishi wa wanafunzi wa shule ya msingi Magufuli ambao jumla yao 131 ambao wako katika makundi matatu: walemavu wa akili, walemavu wa kusikia na walemavu wa kuona. Katika makundi hayo, wale walemavu wa akili huwa wanawahi kuondoka saa 5:30, wanafuatwa na wazazi wao, na hivyo hapo wamebaki tu wawakilishi wachache. Shule yetu ina umri wa miaka miwili sasa, tangu 2023, na mwaka huu tumebahatika kupewa misaada mbalimbali na wadau mbalimbali, ikiwemo magodoro ambayo tunayo magodoro 70, lakini pia tunavyo vitanda vipatavyo 40. Sampuli yake ni ile pale imetolewa siku ya wanawake. Lakini pia tumekuwa tukipokea wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakiwasaidia watoto hawa kwenye mahitaji yao mbalimbali, uniform, masweta unayoyaona hayo, wameleta idara ya polisi na nini. Kwa wadau wamekuwa wakifanya ziara nyingi za kuwasaidia wanafunzi hawa. Shule imejengwa kwa 100% na serikali kuu. Kwa hiyo pia ni pongezi kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano chini ya Mama Samia kwamba at least tunayo shule maalum katika wilaya yetu. Ni upendeleo wa pekee
ikiwemo pia jitihada za mheshimiwa hapa afisa elimu wetu ambaye amekuwa akiandika miradi mbalimbali inayokuja katika shule hii. Hata kweli mnaloona ni mwandiko wake. Hebu tumpigie makofi. Thomas. Wageni asanteni. Umetupa chakula asanteni. Mungu awabariki. Mungu alinde wageni. Mungu awabariki. Sasa wageni sisi tumechoka kutembea. Kuna bweni hapo, tutengeneze bweni tuishi. Tumechoka kwa wanafunzi wanalia kitu, wamechoka kutembea. Mungu awabariki mnapoenda.